Asante sana. Ninakukaribisha tena mtazamaji wangu wa Gospel Voice TV. Katika jina la Yesu, ninaitwa mchungaji Raphael kutoka mji wa Meru na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na kuletea ujumbe ambao nina imani kubwa ya kwamba utakusaidia. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate peke yake, bali ni kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na ndio maana siku ya leo nimekuandalia ujumbe ambao niko na imani kubwa utakusaidia. Na kisha cha ujumbe wetu ni madhara ya kumdharau Mungu wakati Mungu amekuinua. Madhara ambayo mwanadamu hukutana nayo wakati umeigiza madharau baada ya Mungu kukuinua. Washa tuombe tuweze kuingia kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ninalitukuza jina lako nikikuinua nikisema unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Ni asante kwa ajili ya wema na ukuu utokanao na wewe, nikiomba ya kwamba unitumie tu kama shombo, na katika hii ujumbe uweze kunena na watu wako na neno lako liweze kuleta utofauti maishani mwao. Jitukuze kwa kuwa wewe ni Bwana, na yeyote ambaye atafikiwa na huu ujumbe uwe wa baraka katika maisha yake. Kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini, amen. Nimesema kisha cha ujumbe ni ya kwamba ni madhara ya kumdharau Mungu baada ya Mungu kumuinua mwanadamu. Ni vizuri tuelewane ya kwamba tumeona tabia ya wanadamu kuigiza madharau katika hali tofauti wanapoinuliwa. Hata ushawaiona ya kwamba mtu alikuwa na mke na ndoa imekaa vizuri wakiwa katika hali ya chini. Baada ya maisha kubadilika, baada ya mtu kupata mapato tofauti, baada ya mtu kupokea possession ambayo ni tofauti na ile aliyokuwa nayo hapo awali, unakuta ya kwamba madharau inaingia pale mpaka mke anaona sitaweza kuvumilia tena katika hii ndoa, na mwishowe anajitoa kwa ndoa. Hakujitoa ati kwa sababu alikuwa anataka, amejitoa kwa sababu kuna hali zimebadilika, akaonyeshwa madharau, anakosa kuvumilia. Ushaiona watu wawili wakiwa kwa biashara ambao unakuta mmoja ambao biashara yake imeinuka na anabadilisha mpaka grouping of friends. Wale waliokuwa marafiki zake hawawezi tembea na yeye tena kwa sababu yeye hali zake za maisha zimeinuliwa. Ushaiona watu wakiinuliwa wanawekwa kwa elective position kabla hajashaguliwa na wananchi, aweka kwa that elective position. Alikuwa Frederick, alikuwa anapatikana, alikuwa hata ukimpigia simu anachukua, lakini akishainuka unakuta ya kwamba hauwezi kumpata tena. Hii ni ishara ya kukwambia vile unaona ya kwamba wanadamu wanaigiza madharau kwa wenzao wakati hali zimebadilika. Madharau hiyo huwa inaingizwa kwa Mungu wakati Mungu ameinua mwanadamu. Na ni vizuri tuelewane ya kwamba hakuna mtu huinuka kama mkono wa Mungu haijahusika ama mkono wa miungu haujahusika. Maana kuna watu wameinuliwa na miungu na kuna watu wanainuliwa na Mungu wa mbinguni. Na ni vizuri tusome andiko kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 na tutaanzia mstari wa 5. Nitasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5. Biblia inasema, kwa kuwa hata kama wapo hao wanaitwa miungu kama wakiwa mbinguni au duniani. Ati ya kwamba kuna watu wanaitwa, ama kuna deity, si watu, kuna deity inaitwa miungu na huenda iko mbinguni, na maandiko inasema hata duniani iko kama ilivyo kweli wapo. Na Biblia inaweka shaka hapo kama mbinguni kweli wapo miungu. Mbinguni tunajua ni Mungu wako, lakini ndivyo Biblia inaweka shaka hapo kama ilivyo kweli wapo miungu wengi na mabwana ni wengi. Ati ya kwamba hao wanaitwa miungu hapa ni wengi, na pia mabwana pia ni wengi, wale wanaitwa lords kwa lugha ya Kizungu. Mstari wa 6 inasema, kwetu sisi yuko Mungu mmoja aliye Baba, ambaye vitu vyote vyatoka kwake na kwa ajili yake sisi twaishi, na kuna Bwana mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye yeye vitu vyote vimekuwepo na kwa yeye tunaishi. Ati ya kwamba sisi kuishi kwetu na kila kitu tunachokipata tunakipata kwa ajili yake, ama tunakipata kupitia yeye.
Hivi ni kusema ya kwamba, maana Biblia imehusisha Mungu na miungu, ni kusema ya kwamba kuna vitu watu wanaweza pata kupitia Mungu na kuna vitu watu wanapata kupitia miungu. Hatuta dispute hiyo, maana hata siku ile Yesu aliinuliwa na shetani akapelekwa juu ya mnara, akaambiwa, angalia, hizi falme zote ziko mikononi mwangu, nitakupatia ukiniabudu. Hatukuona Yesu akidispute akisema hizo falme haziko mikononi mwako. Igawaje alikataa kumuinamia, lakini hakudispute ati ya kwamba hapa unaongea uongo, hizo falme haziko mikononi mwako. Hiyo ni kusema ya kwamba miungu kuna falme zimeshika, miungu kuna mali zimeshika, na in reality watu wanaweza pata ujira, watu wanaweza pata baraka, watu wanaweza pata kuinuliwa kupitia miungu, lakini ama kupitia Mungu. Lakini ile kitu tunahitaji tuongee hapa ni ya kwamba miungu ikiingia mahali palikuwa panastahili kuwa na Mungu, utofauti lazima uonekane. Maana kila deity kuna njia yake, kuna vitu vyake inaashiria, na kuna dalili zinaonyesha ya kwamba huyu ni Mungu alikuwa hapa. Kuna dalili zinaonyesha hii ni miungu inakuwa hapa. Kwa mfano, Mungu wa mbinguni akiwa mahali, amani hupatikana. Miungu ikiwa mahali, amani haipatikani. Kwa hivyo kuna discrepancy ya kwamba hii ni ya Mungu na hii ni ya miungu. Na sasa wakati Mungu wa mbinguni anaonyeshwa madharau na wanadamu, ishara ni ya kwamba yeye huwa anajiondoa. Kitu moja ama karakta moja iliyoko ndani ya Mungu, anapoona anadharauliwa ni kujiondoa, anajiondoa. Tizama, imeandikwa kitabu cha Samueli wa kwanza, I think ni sura ya 16, ambao Mungu anasema ya kwamba wakati Sauli alikuwa mdogo machoni pake, wakati Sauli alikuwa mdogo machoni pake, yani wakati alikuwa hajanidharau. Hivyo ndivyo Mungu anasema, wakati Sauli alikuwa hajaamua kunionyesha madharau, Biblia inasema alikuwa ananiheshimu, alikuwa ananisikiza. Hivyo ndivyo Biblia inasema, alipokuwa mdogo machoni pake, alikuwa hajanidharau, alikuwa ananiheshimu. Kwa hivyo madharau ni ishara ya kusema ya kwamba utaondoa heshima. Madharau ni ishara ya kwamba utafanya vile unavyotaka, sio vile Mungu anavyotaka. Na kwa hivyo Mungu akionyeshwa madharau, ishara ni hii, anajiondoa. Alijiondoa kwa Sauli. Sauli akabaki kwa kiti akiwa mfalme, lakini kwa kipindi cha miaka zaidi ya 30 Sauli anatawala bila uwepo wa Mungu, anatawala bila amani moyoni. Hata Biblia inatuambia kwamba pepo shafu akamuingia. Alikuwa na mtawala kiwango cha kwamba akatafutiwa mtu wa kucheza vinanda ndio ule pepo aweze kutulia. Na hapo ndipo Daudi anaingilia, akatafutiwa mtu wa kumchezea vinanda ndio aweze kutulia kwa nafsi yake, na hapo ndipo Daudi aliingilia katika maisha yake. Nao wakati Mungu anaondoka, maisha haibaki the same. Mungu akionyeshwa madharau na mwanadamu, Mungu akiona amekuogeresha mara mingi, umekosa kusikia, anaishukulia ni madharau, atajiondoa. Na akijiondoa, maisha yako haitabaki the same, kwa sababu kuna vitu ni Mungu mwenyewe peke yake aliye na uwezo wa kuzifanya. Hakuna mwanadamu, hakuna miungu. Unaelewa, wakati miungu ya Misri iliamua kubishana na Musa, Musa ako na Mungu wa mbinguni, miungu ya Misri nayo iko na miungu. Biblia inasema ya kwamba Musa akaangusha fimbo yake, fimbo ya Musa ikafanyika nyoka. Miungu ya Misri pia ikaangusha ya kwao, na ya kwao pia ikawa nyoka. Igawaje fimbo ya Musa ilimeza nyoka wa Kimisri, lakini hata hivyo walipata uwezo wa kutengeneza. Elewa, walipopelekana zile vitu walifanya mingi pale katika mji wa Misri, mwishoe iliashiria ya kwamba wale washawi walikuwa na bishana na Musa, wakasema na hii amefanya ni kidole cha Mungu. Kwa hivyo wakaelewa kuna utofauti ya kwamba hii sasa hata sisi hatutaweza kuifanya. Wakati Musa aliashiria vidudu zilikuwa zinakaa kama mosquito, vinauma watu, iliwashinda hiyo, na wakaambia Farao, hii anafanya hii sasa si Musa. Nao tuiondolee katika ufahamu wa ule unamuelewa Musa, hii uiweke katika kategoria nyingine ya kwamba ni Mungu wa mbinguni, hii ni kidole cha Mungu, hii si miungu sasa. Na hata hivyo Farao hakuweza kuielewa ni nini hiyo anaambiwa, ishara ya kwamba
watu wanaweza kuwa na mabishano na Mungu. Uelewe hivyo. Maana kama Misri, washawi wa Misri walibishana na Mungu, ni ishara ya kwamba hata wewe katika mienendo, wewe katika njia zako, wewe katika uhalisia wa vile unafanya mambo, unaweza bishana na Mungu. Na ukweli ni huu, Mungu akiona anabishana na yeye, mara mingi halazimishi. Sio tabia ya Mungu kulazimisha, ni tabia ya miungu kulazimisha. Na Mungu anapoona ya kwamba yeye analazimishwa, huwa anajiondoa. Anapoondoka, huondoka na vitu zake. Kitu moja ambao Mungu akiondoka ni dalili ama ishara kabisa Mungu ameondoka, ni kitu kinaitwa amani. Unakuta kutoka pale moyo wa mwanadamu hauna amani, kama vile ilifanyika kwa Saul. Alikuwa anaigiwa na roho, inamsubua, inasababisha achezewe vinanda ndio aweze kutulia. Kwa hivyo amani iliondoka. Nao nataka tuangalie kwa misingi ya kifamilia. Maana familia yako ama familia yenu ama mahali umezaliwa ama mahali umetoka, familia inaweza fukuza Mungu kwao. Familia inaweza fanya kitu imtoe Mungu in possession of that family. Na Mungu kutoroa sio kumaanisha ati watu hawataenda kanisa. Hapana. Watu watakuwa wanaenda kanisani. Na hiyo sio kitu. Elewa ile mstari iliyoko katika kitabu cha Mathayo, inasema ya kwamba hiyo siku wataniambia, Bwana Bwana, tulifanya ishara, tulifanya miujiza na tukatoa unabii na ukatimia kwa jina lako. Akasema, nedeni sikuwajua. Kwa hivyo uhalisia ama uweza wa kutoa unabii, uhalisia ama uweza wa kuota ndoto haufanyi mwanadamu aseme ya kwamba Mungu ako pamoja na sisi. Elewa hivi, Farao akaota ndoto akiwa Misri, na ndiye mfalme, aya kwamba ng'ombe 7 zinatoka mto Nili, na hizo ng'ombe 7 akatafsiriwa, akaambiwa ya kwamba inaashiria kusema ya kwamba kuna jaa itakuja. And true to the word, jaa ilikuja. We all know that. True to the word, jaa ilikuja. Mwenye kuota ni nani? Ni Farao. Farao ameokoka, hajaokoka. Farao anajuana na Mungu, hajajuana na Mungu. In fact, moja ya miungu iliyokuwa inaabudiwa Misri, Farao alikuwa moja hizo miungu. Meaning yeye ni deity. Walikuwa wanamuelewa hivyo. Wanamwabudu vile wanaabudu Mungu. Na hali kama hiyo ya kwamba mtu anaabudiwa kama Mungu, alafu anaota ndoto, na ndoto ni ya ukweli, inaweza danganya watu wengi. Anaweza ona ukweli, mimi ni Mungu, maana ninaona ni nini huwa inafanyika. Igawaje anaambiwa, Mungu wa mbinguni anakuonyesha ni nini itatokezea Misri. Na sio hiyo tu, akaambiwa umeota mara 2 kukukonfirmia the matter is sealed. Bigu ishaamua ya kwamba hiyo itafanyika. Na kwa hivyo akaambiwa, ninakushauri ufanye hivi na hivi na hivi, na akakubali kufanya hivyo. Lakini hiyo sio kusema ati ya kwamba akona Mungu ati kwa sababu ameota. Kwa hivyo ndoto, kwa hivyo maono, kwa hivyo unabii haziashirii Mungu. Na kwa hivyo kuna zile dalili unajua ya kwamba hizi ukiziona in a certain family, unaelewa ya kwamba Mungu aliondoka katika hiyo jamii. Na nimesema namba 1 ni amani. Ya pili ambayo inaonyesha ya kwamba Mungu ameondoka kwa mji, ni kitu kinaitwa ndoa. Unakuta ya kwamba ndoa katika hiyo jamii hazitakuwa. Unakuta dada hawataoreka, ndugu hawataoreka. Marriage is an institution ordained by God. Ishara ya kwamba utakapoona hakuna ndoa, ni ishara ya kwamba hiyo jamii Mungu aliondoka. Ukiona mmezaliwa watu 4 5 in your family, unaona mko ndugu wawili, mko dada wawili, na hakuna hata mmoja ambaye atasimamisha ndoa yake, unaelewa ya kwamba kuna kitu hakiko sawa. Ama yule mtu ambaye akona ndoa ni mmoja in a family of 5, na hata huyo ndoa yake ni ya kuipigania, ni ya kuililia, ni ya kuipambania, ni kukuelezea kwamba kuna uwezekano mkubwa Mungu aliondoka kwenu. Maana marriage ni institution ambayo mapepo haiwezi weka. Institution ya marriage inawekwa na Mungu peke yake. Na kwa hivyo ndoa inapokosekana in a family, unakuta ya kwamba the reality is the absence of God. Another thing about ningependa kusema ni ya kwamba ni kitu kama stagnation. Unakuta ya kwamba watu maisha yao haiendelei, maisha imekwama mahali pamoja. Unakuta ya kwamba hakuna mtu anasonga mbele, unakuta ya kwamba hakuna mtu ambaye anaelewa ni nini kinafanyika, unakuta ya kwamba maisha ya watu imesimama. Stagnation ni kusema ya kwamba at a period of 5 years, at a period of 7 years, you have nothing to show.
Hakuna kitu unaweza onyesha mikono yako imefanya. Hakuna kitu unaweza onyesha ya kwamba there is growth, there is progress. Ni kweli hauralijaa, ni kweli hujafungwa jela, ni kweli hakuna mambo yamefanyika, but in reality stagnation ni ishara ya kwamba Mungu wa mbinguni hayuko. Mungu alipotuma wana wa Israeli Babylon, alienda na wao, maana Babylon ilikuwa ni punishment kwao, lazima waende, lakini in reality alienda na wao. Na alipoona mambo haifanyiki vile anataka, hata kama ako na wao, Jeremiah akatumwa wanenee huko Babylon, akaambiwa nenda uwaambie hivi na hivi na hivi. Lakini in reality waliambiwa mkifika Babylon muoe na muoleke. Kwa hivyo institution hiyo ya doa ni kusema ya kwamba there is growth, mtaendelea kukua. Akaambiwa mununue mashamba, na wakaambiwa ya kwamba mpeane wasichana wenu wakaoleka na hao watu wengine. Na hiyo ni kusema ya kwamba hata kama mko katika nchi ya utumwa, you will still grow. Kuna growth itaonekana. Kuna jamii unaona ya kwamba, jamii unaiangalia unaona ya kwamba hawana watoto, ni kama kizazi kinaelekea kuisha. Unakuta ya kwamba walizaliwa wakiwa watu wengi, walizaliwa maybe mzazi alizaa watoto 10, na hao watoto 10 unakuta huu wa kwanza aliingilia pombe, ikaenda hivyo imeenda, huyu wa pili imefanyika. Yani unakuta ya kwamba familia ya watu 10 wamezaliwa na mzazi mmoja, ya kwamba kila mmoja ako na mtoto mmoja, na hao wengine 5 hawana watoto. So extension ya hiyo family iko na extension ya watoto 5 peke yake. Na ukiangalia hao walizaliwa na mzazi wote wako nao about 45, wako about 50. Unakuta ya kwamba hawana nia tena, hata ukiwaangalia kimaisha, ya kwamba watazaa watoto wengine. Ishara ya kwamba the whole generation inaelekea kupungua ni ishara ama ni dalili ya jamii ikimfukuza Mungu. Nao ni vizuri tuangalie kwa maandiko ni nani alifukuza Mungu haswa, na alitumia binu gani kumfukuza. Samueli wa kwanza sura ya 2, 1 Samuel chapter 2, ni vizuri tuanzie verse 20 gapi? Tuanzie 25 tuone. 1 Samuel chapter 2 verse 25 inasema, na kama mtu akifanya dhambi dhidi ya mtu mwenzake, mtu mwingine aweze kumwombea kwa Mungu, lakini kama mtu akimfanyia Mungu dhambi, ni nani atakaye muombea? Sasa hii ni mazungumzo ya watu ambao wamekosea Mungu, na wanaambiwa ya kwamba mtu akifanyia mwenzake dhambi ama makosa, kunaweza patikana mtu aende kwa mbele ya Mungu on behalf na atubu. Lakini ikiwa wewe mwenyewe ndio umefanyia huyo Mungu dhambi, naelewa hii ni nyumba ya Eli, inaambiwa hii maneno, hii ni nyumba ya Eli. Mtu akifanyia Mungu dhambi, rudia part A ya hiyo verse 25, part A. Na kama mtu akifanya dhambi dhidi ya mtu mwenzake, mtu mwingine aweza kumwombea kwa Mungu, lakini mtu akimfanyia Mungu dhambi, anaulizwa ni nani atakaye muombea? Eli, watu wakifanyia Mungu dhambi walikuwa wanaenda kwa Eli, na Eli ataomba msamaha kwa niaba yao na Mungu atawasamehea. Lakini sasa nyumba ya Eli yenyewe ndio imefanya dhambi, na uelewe Eli ndiye kuhani mkuu, Eli ndiye kichwa hapa, yeye naye amefanya dhambi. Nani basi anafaa kwenda kwa Mungu kumwombea? Na yeye ndiye mkubwa. Hata hivyo wanawe walipoambiwa hayo maneno hawakuyasikia maonyo ya baba yao, kwa sababu Bwana alitaka kuwaua. Ya kwamba hawa vijana wa Eli, Hofni na Finehas, walipoambiwa maneno haya hawai kuishukulia seriously, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia, amewaonya mara mingi. Yani kuna vile familia inapokeaga maonyo, mnaambiwa hili jambo achana nalo, achana na hilo jambo, mnaonywa mara mingi mpaka nyumba inakosa kuisikia. Inapokosa kuisikia, in reality ni ya kwamba Mungu anatoa kitu kinaitwa judgment. Hii nyumba ya Eli katika hii mstari ambao tunasoma hapa ni nyumba ambayo imetolewa judgment, maana Bwana alitaka kuwaua. Na ni vizuri tuseme ya kwamba wakati jamii zinatolewa judgment, kuna vitu kadhaa Mungu huwa anaangalia ndio jamii itolewe judgment, na watu wana ignore. Ni kama bigu haitoi judgment tena ati kwa sababu kuna Yesu. Ishara ni hii, ama uhalisia wa mambo ni huyu, ya kwamba siku ya leo kuna bingu judgment inatoa. Kuna wakati bingu inatoa judgment. Nyumba ya Eli ni nyumba ilikuwa imeshaguliwa na Mungu ya ukuhani, lakini matendo yao ya kibinafsi inasababisha Mungu abadilishe.
abadilishe na aitolee judgment. Na kwa hivyo hii ni ishara ya kwamba jamii inaweza tolewa judgment. Elewa kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anaongea kuhusu Sodom na Gomora, aliitolea judgment. Na judgment ya Sodom na Gomora ni ya kwamba washomwe kwa sababu ya dhambi wanaofanya. Nyumba ya Eli imetolewa judgment ya kifo, ya kwamba katika hii nyumba we demand death, tunahitaji wakufe hawa watu. Ni judgment. Judgment zinatolewa kwa sababu ya watu kuonywa mara mingi na Mungu waache kitu fulani na wanakataa. Na wanaonywa kwa sababu gani? Anatumia maonyo mingi kwa sababu amewainua. Nyumba ya Eli imeinuliwa. Mimi ninaongea na mtu ambaye ameinuliwa. Umesubuka na kazi, ukatafuta kazi mpaka ukainuliwa. Ulipoinuliwa, jambo la kwanza kukataa ni kanisa. Hauendi kanisa tena, na unaanza kupika kanisa ya kwamba makanisa wanafanya. Uhalisia ni huu: kanisa ni system ya Mungu, haikuja na mwanadamu. Kwa hivyo tupende tusipende, kanisa litabaki. Na Mungu mwenyewe alisema hata lipigwa namna gani, Yesu aliongea hivyo, malango ya kuzimu haitaliweza. Hata lipigwa namna gani, malango ya kuzimu haitaliweza. Unainuliwa na Mungu, unapewa watoto wazuri, alafu kutoka hapo unadharau kanisa. Hata wakisema waende kanisani, wewe ndio wa kwanza kukataa. Mwishowe hawa watoto watatolewa judgment na Mungu, na ni wewe mwenyewe unasababisha. Mungu hutolewa wanadamu judgment. Ni vizuri watu waelewe hivyo. Mungu hutolewa wanadamu judgment, na kila mmoja wetu inampasa aogope ya kwamba jamii yake ama yeye mwenyewe asitolewe judgment. Elewa, Kaini alipoua ndugu yake Abel alitolewa judgment na akaambiwa atazunguka duniani. Ni judgment ya kwake, atazunguka duniani. Anatolewa judgment kwa nini? Elewa, alikuwa ameinuliwa na hapo mbele alikuwa ameonywa. Na Mungu mwenyewe anamtokezea anamwambia, hiyo ni Genesis chapter 4, ya kwamba dhambi inagogagoga kwa mlango ya kwako. Ninakuomba uimaste, uishinde. Inagogagonga. Na Mungu anakuja kumuonya. Kaini hakusikia. Na kwa hivyo, kwa sababu ya ile ushungu aliyokuwa nayo kwa moyo, kwa nini dhabihu zangu na sadaka zangu zikataliwe? Alienda to an extent na akaua ndugu yake. Mungu hutoa judgment katika maisha ya watu. Kama alitolea Kaini, kama alitolea mji wa Sodoma, kama ametolea jamii ya Eri, ya kwamba kwa sababu Mungu alikuwa amepanga kuwaua. Ikiwa Mungu anaweza panga kuua mtu, basi elewa hilo jambo linahitaji mtu ajiangalie. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba Ahab wakaua Naboth kwa shamba yake, na Mungu akatoa judgment juu ya nyumba ya Ahab. Akasema ya kwamba katika nyumba ya Ahab hakuna mtu atakufa akiwa mzee. Hiyo ni judgment. Hakuna mtu atakufa akiwa mzee. Na Ahab akanenewa judgment kubwa kuhusu mambo ya kwake. Na Biblia inasema ya kwamba akavaa magoya ya matabara na akatubu. Na Mungu akasema ya kwamba hata kama nilikuwa nimesema judgment hii ni ya nyumba ya Ahab, sitaifanya akiwa hai, bali nitaifanya akiwa amekufa. Nitampatia nafasi yake ya kuishi miaka yake yote. Ishara ya kwamba Mungu anapoona unyenyekevu ama mtu kugeuka baada ya kuinuliwa, umekataa Mungu, Mungu amefanya judgment, urudi kwake na utubu. Ishara ni ya kwamba Mungu hugairi na kugeuza judgment ya kwake. Lakini changamoto ni hii, ni mtu atolewe judgment na hata asijue ya kwamba tumetolewa judgment. Kwa sababu gani? Watu wale wanainuliwa mara mingi huwa wanageukia Bwana, wanageuka, wanaondoka kwa Mungu. Unainuliwa, unajua familia yenu hakuna mtu amesoma, ni wewe tu peke yake ulisoma. Na hata kusoma kwako si baba na mamako walikusomesha, ulisomeshwa na mtu ambaye ni mpitajia, si wa familia yenu. Alikuona tu akasema ya kwamba wacha nilipie huyu school fees. Tumeona watu wakilipiwa school fees na politician, na si mtu wenu, na hana obligation ya kukulipia, maana hata wewe si wa constituency ya kwake, lakini anachukua hiyo jukumu ya kukulipia school fees. Mwishowe unafika level unakataa mashauri, unakataa njia za Mungu wa mbinguni. Mungu hutoa judgment. Maandiko inasema ya kwamba mtu ambaye anaitwa Absalom akapigana na Daudi baba yake. Alipopigana na Daudi baba yake, Biblia inasema ya kwamba Mungu akafanya ushauri wa Ahithofel kwa niaba ya Absalom ukue ujinga. Mungu akafanya ushauri wa Ahithofel kwa
Absalom, maana Ahithofel, maandiko inasema at one point ya kwamba ukishauriwa na Ahithofel, advice ile atakupea ni sababu na umeshauriwa na Mungu wa mbinguni. Ili hali aliposhauri sasa Ahithofel akashauri Absalom, ushauri wake ukafanyika ujinga kabisa, na ni Mungu alifanya hiyo. Na Biblia inaelezea ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kufanya Absalom vibaya. Mungu alikuwa amekusudia kufanya Absalom vibaya. Na kwa nini amfanya vibaya? Ni kwa sababu ya kupigana na baba. Ukipigana na mzazi, judgment huwa inatolewa. Ukipigana na mzazi, Mungu hutoa judgment. Judgment ya Absalom ilikuwa huyu, by all means lazima tumuue. Kuna watu kwa Biblia wanatolewa judgment ya kifo na Mungu, na anatoa kwa nini? Nimewainua. Absalom, ulikosea, ukaenda ukaishi nchi jirani, ukakaa kwa muda fulani, ukarudi nyumbani, baba hakukuuliza. Yani nimekustiri ya kwamba hiyo uovu yote ulifanya, ya kwamba nimeifunikia, sikuiona, sikuihesabia. Na sasa ile kitu unapanga sasa ni kutoa baba kwa kiti cha ufalme, na ni mimi mwenyewe nimemweka mafuta na wewe sijakuweka. Hii ikasababisha Mungu aamue kufanya Absalom vibaya. Kuna hatari kubwa katika maisha ya mwanadamu wakati Mungu amekuinua. Ningependa uangalie safari yako ya maisha na Mungu, uone ni vitu gapi Mungu amekupigania, uone ni vitu gapi Mungu amekutetea, uone ni mahali ni kiwango gani Mungu amekuinua. Uangalie nyote ndugu zako, wengine wamesoma, wengine hawajasoma, lakini wewe na haukusoma, yani umeinuliwa kimaisha zaidi ya hata wale wamesoma. Hiyo ni kusema ya kwamba unatakikana ukuwe mwangalifu zaidi. Usipokuwa mwangalifu, reality ni ya kwamba huyo Mungu kuna wakati anatoleaga watu judgment, na judgment ya Mungu haipendezi. Judgment ya Mungu haionyeshi ya kwamba ati wewe utasimama. Kwa hivyo dalili ni gani? Dalili nimesema number 1 ni stagnation. Na kama mlifukuza Mungu kwenye jamii yenu, kama mlionyesha Mungu madharau, ishara ni ya kwamba stagnation itapatikana. Israeli haikuendelea wakati Sauli anakuwa mfalme. Israeli haikuendelea wakati Sauli alikuwa mfalme. Number 2, nimesema ni nini? Ni kukosa doa. Doa ni kusema ya kwamba watu hawataoa na hawataoreka. Institution hiyo inaletagwa na Mungu. Na number 3 ni premature death. Nyumba ya Eli wanakufa siku moja wote, wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanakufa siku moja wote. Na walikufa kwa nani na nani? Eli akakufa, Hofni akakufa, Finehasi akakufa, watu watatu. Na sio hao tu, hata mke wa mmoja wa kijana akienda kujifungua, same day kifo ikatokezea. Ninaongea hivyo ndivyo uweze kujiangalia. Mungu amekuinua. Kama amekuinua, ile kitu inafaa uonyeshane kwake, usionyeshe Mungu madharau. Mtu huonyesha Mungu madharau kwa njia gani? Number 1, mtu huonyesha Mungu madharau kwa mali ambayo amepewa. Unakuta ya kwamba mali yako Mungu akiipata ama iende katika njia ya kanisa, unasikia moyo ndani unaumwa. Na ni Mungu amekupea hiyo mali. Yote ulionao na kwa mikono yako ni Mungu amekupatia, lakini ukisikia ya kwamba imeenda kanisani, unasikia kuumia. Nimesikia watu ambao mabibi wanakuwa wakali kwa mabwana kwa sababu maybe a husband amepeana pesa kanisani. Ya kwamba bibi anapiga makelele, analeta shida katika hiyo doa, na ni pesa imetolewa kanisani. Nimeona pia vice father of the same, ya kwamba bwana analeta makelele wakati Mungu bibi amepeana pesa kanisani. Ya kwamba bwana analeta shida wakati mke wake na watoto wake wanaenda kanisani. Wakati bwana ameenda kanisani, mke analeta shida. Nimeona hizo vitu zikifanyika kwa jamii. Shuga sana kama uko katika hiyo laini, msije mkatoroa hukumu ya Mungu. Biblia inauliza, ikiwa mmekosana na mwanadamu mwingine, kunaweza patikana mwanadamu akutetee kwa Mungu, lakini mkikosana na Mungu mwenyewe, nani atakutetea? Kinachotokezea pale ni judgment. Na judgment ikitokezea, maisha ya mwanadamu huharibika. Kuna jamii unaweza angalia useme na wale watu walikuwa wameinuliwa, ile familia ilikuwa inaenda mzuri, wale watu walikuwa wamesimama imara, wale walikuwa wanaelekea mzuri, lakini saa hiyo glory haiko, inaondolewa. Na inaondolewa kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu kumdharau Mungu. Ningependa ujitizame mtazamaji wangu, na kama kuna hiyo element ya madharau, uinamishe kichwa chako, utubu, na mimi nakuombea sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji ambaye amenitizama
na niko na imani kubwa ya kwamba maneno ambayo nimeongea italeta utofauti katika maisha yake. Ni vizuri kwa sababu ya huyu ambaye amejiangalia, nikiwa na imani ya kwamba Bwana utamwezesha na utamsimamisha imara. Ninamuitishia kibali chako na ukuu wako maishani. Naomba neema itokanayo na wewe na fadhili zako, nikiomba ya kwamba kama kuna judgment ilikuwa imetolewa, ghairi Bwana hii hasira, na nuru yako ituangazie kwa utukufu wako. In Jesus' name we pray that there will be liberty in his life. In Jesus' name, amen. May God bless you. May God be with you. Naitwa Raphael na nakutangazia ya kwamba neema ya Bwana itashuka juu ya maisha yako, nao moyo wako naomba ugeuze kama ule wa Ahab. Utaweza kujiokolea judgment na Mungu atazidi kukuinua. Bye bye. May God bless you. May God be with you. Amen.